Sasa tabia za namna hii katika sekta yetu ya ushirika hatuwezi kuzivumilia hata mara moja. Tuliagiza wale wote waliohusika na udanganyifu wa kuuza ufuta hewa wakamatwe mara moja. Na hapa ninapozungumza wahusika wote wamekamatwa. Sasa hivi tunamtafuta mkurugenzi wa ile kampuni aliyopewa kazi ya kusimamia ghala la magamba kwenye halmashauri ya Songwe. Popote pale alipo, namtaka ajisalimishe kwa jeshi la polisi mkoa wa Songwe. Asipojisalimisha, serikali na mkono mrefu, tutamtafuta ndani ya nchi, tutamtafuta nje ya nchi. Ajisalimishe yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio chanzo cha udanganyifu huu wote, na hatua za kisheria zitachukuliwa. Lakini ndugu zangu, nilitoa maelekezo kwamba kampuni hii isipewe kazi yoyote tena katika mkoa wetu wa Songwe. Hatutaki kufanya kazi na kampuni ambazo ni wadanganyifu. Na nitoe rai kwa kampuni zote zilizopewa kazi ya kusimamia maghala na kuendesha maghala yetu yanayopatikana katika mkoa wa Songwe kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, wajiepushe na tabia za udanganyifu. Hatutaki kuharibu mfumo. Mfumo wa stakabadhi za ghala ni mfumo bora, ni mfumo ambao ni mkombozi kwa mkulima. Mfumo huu changamoto zake zinatokana na watu wachache. Sasa ni afadhali tushughulike na watu hawa wachache, lakini mfumo wetu wa stakabadhi za ghala uendelee kuwa salama, uendelee kuwanufaisha wakulima. Lakini tulitoa maagizo wale waliohusika na udanganyifu wa kusema kwamba wamesafirisha mzigo lakini hawakusafirishwa, nao pia hatua zichukuliwe, lakini hali kadhalika wasipewe kazi nyingine yoyote ile ya kujihusisha na biashara ya usafirishaji wa mizigo kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Kuna mnada ambao ulifanyika mwezi wa 5, akajitokeza mnunuzi ambaye alinunua takribani tani 68.9 na taratibu zote alizikamilisha. Alilipa fedha yote ambayo inatakiwa kulipwa kwa ajili ya mzigo ambao yeye alikuwa ameununua kupitia mfumo. Lakini alipokuja kwa ajili ya kuchukua mzigo wake, mzigo aliyoukuta ulikuwa ni chini ya tani 30. Alinunua tani 68.9, mzigo aliyoukuta ni chini ya tani 30.